Naam. Mwikande si kijiji cha kawaida. Kiko mbali na barabara kuu zilizokuwa zimezungukwa na misitu mirefu yenye giza la kutosha. Kulikuwa na sauti za ndege wachache waliokuwa wamebaki wakiwa wanalia milio katika mapapai ya zamani. Baridi kali ya asubuhi iliyokuwa inapenya katika mifupa. Kila nyumba ilikuwa na historia yake, na kila mzee alikuwa na hadithi aliyowahi kuificha ndani ya pumzi ya kwake ya mwisho. Ndani ya kijiji hicho aliishi kijana mmoja maarufu, ila alikuwa ni kaidi na mwenye kiburi cha kutisha. Kijana huyu aliitwa Benedict. Alikuwa na umri wa miaka 22 tu, mwenye mwili wa mazoezi na macho yake yaliyokuwa yamejaa mawashawasha ya ubabe. Alilelewa na mama yake baada ya baba yake kufariki kwenye ajali ya pikipiki miaka 10 nyuma iliyopita. Mama yake aliitwa Trauda. Alikuwa ni fundi wa kushona nguo, mwanamke aliyekuwa mpole ambaye hakuwahi kupaza sauti kwa mtu yoyote yule, hata kwa mtoto wake aliyekuwa amemzaa. Lakini Benedict hakuwa kijana wa kawaida huyu. Alijiona zaidi ya wengine. Alikuwa na marafiki wachache waliowahi kumfuata kama mbwa, si kwa upendo bali kwa hofu kubwa sana. Benedict alipenda kutamba, kupiga kelele za kebei mbele ya wazee na kucheka hadharani, na alikuwa akitoa maneno yasiyokuwa na busara, na alikuwa akiwazomea watu wote barabarani kadri alivyokuwa anataka. Watu walipoteza amani yao kabisa. Aliona maisha yake kuwa ni maisha yenye furaha, lakini kwa wengine yalikuwa ni maisha yenye huzuni sana. Aliona maisha kuwa ni michezo ya nguvu, udhaifu ni laana, na mzee ni mzigo katika dunia. Alikuwa akitamka mara kadhaa kwamba wazee ni mzigo katika dunia hii. Siku moja Jumamosi, jua lilikuwa limepambazuka kwa kasi ya mawingu yaliyokuwa kama vile yanagombania kutanda angani. Benedict alikuwa ameketi katika kundi lake akiwa na marafiki wake wa karibu, na walikuwa katika kijicho cha Lulando. Walikuwa wakivuta fegi 2-3 huku wakiwa wanacheka kama kawaida yao. Mbele yao alipita mzee mmoja aliyeitwa Chimbu, mzee mwenye miaka zaidi ya 80, aliyekuwa maarufu kwa ukimya wake na tabasamu la upole. Alikuwa amebeba fagio la mianzi akiwa anaelekea msituni kuchuma dawa. Kama kawaida yao kila siku huwa wanawacheka wazee. Benedict alimtazama kwa dharau kisha akaanza kucheka. Yule mzee si bora afe tu, eti bado anatembea na fagio. Au anawinda mapepo huyu, alisema Benedict kwa kejeli. Marafiki zake walicheka kwa nguvu, wakiwa wanamtazama Benedict kwa mshangao na kutegemea chochote kitakachoweza kufuata. Kama kweli ana nguvu za kishirikina, tuone leo. Alianza kuongea yale maneno bila hata kujali. Bila ya kufikiri mara mbili, Benedict alichukua jiwe lililokuwa karibu, lililokuwa zito sana. Jiwe hili lilikuwa lekundu na lenye makali upande mmoja. Alizungusha kidogo katika mkono wake huku akiwa na tabasamu, kisha akalirusha kwa nguvu kuelekea kwa mzee Chimbu. Jiwe hilo lilimkumba mzee huyo katika upande wa kichwa chake. Kishindo kikubwa kiliweza kusikika, kisha likamwangusha mzee Chimbu chini. Damu zilianza kutiririka polepole kama mto wa uhai, mto ambao ulikuwa umekatwa katika vipande. Mara mzee aligeuka taratibu, akaketi na hakuweza hata kulia. Mzee huyu hakuweza kukimbia, nguvu ziliweza kumuishia. Hakurushia matusi kwa watoto hawa, bali alinyanyua kichwa chake akamkazia macho Benedict kwa muda mrefu, kisha akasema maneno haya katika lugha ambayo ilikuwa nyepesi na lugha ambayo ni ya kinyonge sana. Kwa damu hii umelaaniwa,
udhaifu huu nilionao mimi, nawe pia utakunyanyasa pia. Kivuli chako kitakusaliti, jiwe hili alitadondoka katika shingo yangu, hadi usafishe dunia hii kwa mateso yako yote uliyowahi kuyafanya. Wote waliokuwa na Benedict walinyamaza, hata vicheko vya marafiki zake viliweza kuzimika kama vile vilikuwa vimevutwa na upepo wa kaburi. Hakuna aliyesema neno lolote lile. Ile ilikuwa ni laana. Mzee alinyanyua taratibu, akachukua fagio lake na kuondoka kama vile akuwa amejeruhiwa katika kichwa chake. Mzee huyu hakutazama nyuma tena. Benedict alikuwa amebaki akiwa amesimama. Alijaribu kucheka lakini furaha haikuja, ila wasiwasi ndio uliokuwa umetanda katika moyo wake. Ni mzee huyo tu, wala si kitu kingine. Benedict alikuwa akiwaza laana hii iliyokuwa imetoka katika kinywa cha mzee huyu. Lakini Benedict alikuwa akijipa moyo kwamba inawezekana kwamba mzee huyu atakufa. Lakini je, laana aliyokuwa ameitamka pale, nani atakayeweza kuiondoa? Lakini usiku huu ndio ulikuwa mwanzo na mwisho wake Benedict. Mara alipokuwa amelala, alianza kuota akiwa msituni, akiwa anatembea uchi wa mnyama, akiwa na jiwe zito katika shingo yake. Kila alipokuwa anajaribu kuliondoa huko ndotoni jiwe hilo, jiwe lilizidi kung'ang'ania ndani ya ngozi yake. Miti mingi ilikuwa ikipiga makelele, miale ilikuwa ikimpiga katika uso wake. Majani yalianza kuzungumza katika lugha ambayo ni ya kale. Na sauti ya mzee yule iliweza kurudi tena kwa mara nyingine kama mdundo wa maumivu. Kwa damu hii, jua litakupiga, kivuli chako kitakusaliti. Lazima damu yangu iliyomwajika iwende kukutesa. Alipoamka, ngozi yake ilikuwa imeloa jasho, lakini jua lilipokuwa linaanza kuangaza asubuhi, Benedict alianza kushtuka na hakuwa na kivuli tena. Macho yake yalikuwa mekundu. Alijisikia kwamba ni mtu ambaye ni mwepesi sana, kana kwamba hakuwa anaweza hata kukanyaga chini. Uzito wake mwenyewe ulikuwa kama uzito wa karatasi. Alijaribu kupiga kelele kama kawaida yake. Alitoa matusi hapa na pale akiwa barabarani, lakini sauti yake ilikuwa imekauka kabisa. Watoto waliokuwa wakicheza pembeni waliweza kukimbia mara tu walipomwona Benedict hawezi kutoa sauti. Benedict aliweza kutambua kwamba pia hana kivuli. Jua lilipokuwa limetanda, aliangalia chini ya ardhi na kuona kwamba kivuli chake hakipo. Siku hiyo haitokaa iweze kuja kuisahau tena Benedict. Usiku wake ulizidi kuwa usiku wa mateso. Ndoto za kutekwa na mizimu zilizidi kuambatana naye. Alikuwa akiwa anadumbukia katika mashimo ya hapa na pale yaliyokuwa ni msituni, na hapa vita ilikuwa ni vita ya kiroho, vita ya nyakati za usiku. Ndipo Benedict alipoanza kujua hili si jambo la kawaida. Laana ile imeanza kumtafuna. Tangu siku ile alipompiga mzee Chimbu, maisha ya Benedict yalibadilika kwa kasi ya kutisha. Siku ya pili sasa, jua alipoanza kupanda juu katika milima ya Mahori, Benedict alikuwa bado hajalala. Aliamka mapema, jasho likiwa linamtoka kama vile mtu aliyekuwa anachimba makaburi. Alitembea hadi mbele ya nyumba yao ndogo ya matope. Akasimama nje, akaanza kupunga mkono akiwa anajaribu kuona katika ardhi. Je, atakiona kivuli chake? Alijaribu kujificha nyuma ya ukuta, lakini pembeni ya ukuta huo hakukuwa na kivuli. Chini ya kivuli cha paa hakukuwa na kivuli chochote. Hakuna kitu kilichokuwa kinaonekana katika ardhi hiyo. Alikuwa akijihisi baridi ya ghafla moyoni mwake. Hakujua ni kitu gani kilichokuwa kinamsumbua zaidi. Alikuwa amekosa kivuli jumla. Kibaya zaidi kilikuwa ni zile ndoto za kutisha zilizokuwa zinamtesa usiku kucha. Alirudi ndani, akamkuta mama yake akiwa ameandaa chai. Katika chai ile alipotaka kunywa, alikuwa anajihisi ni mtu ambaye ni mvivu sana.
Mama Trauda alimkazia macho, akagundua kuwa mwanaye hakuwa sawa. Macho yake yalianza kuwa mekundu kama damu. Midomo yake ilikuwa imepasuka pasuka kidogo kidogo, kama vile mtu aliyekuwa ameumizwa ndani ya mdomo wake. Mama Trauda alimwambia, "Benedict, kuna nini mwanangu?" alimuuliza kwa upole. Benedict alitembea kidogo kisha akasema, "Usiniulize maswali mama. Sina muda wa maelezo kwa sasa." Alitoka nje na kuelekea kwa waganga watatu wa kienyeji. Waganga hao walikuwa ni maarufu katika kijiji hichi. Kila mmoja aliangalia mikono yake na akamtazama katika mashavu na mdomo. Akampulizia moshi wa tambiko, lakini wote waliishia kumwambia jambo moja tu: "Huu si ugonjwa. Hii ni mzigo. Umelipwa kulingana na makosa uliokuwa umeyafanya." Kila mmoja alimtaka aende kwa mzee Chimbu kumwomba msamaha, lakini Chimbu hakuweza kuonekana tena katika kijiji kile. Tangu siku ile tukio lile liweze kutokea, hakurudi nyumbani kwake tena. Hakutokea katika misikiti, hakuchuma dawa zake tena wala kufagia katika njia ya nyumbani kwake. Wengine walisema kwamba yawezekana alikufa baada ya kipigo kile. Wengine walisema kwamba alirudi msituni alipokuwa ametoka. Inasemekana kwamba alikuwa anaishi katika sehemu ya giza ambako roho za wazee ukaa zikiwa zinasubiri waliokuwa wamewakosea waje waombe msamaha. Usiku wa pili, Benedict aliota yuko katikati ya mji wa mawe. Mti mweupe mkubwa wenye kuta zilizokuwa zimejengwa na mawe na midundo fulani ya mioyo. Alikuwa ameuona mti huu na ukazidi kumwogopesha. Alianza kutetemeka sana huku akiwa anatembea barabarani. Barabara iliyokuwa imejaa mawe. Ila katika shingo yake kulikuwa na jiwe lile ambalo alikuwa amempiga mzee Chimbo. Na watu wote waliokuwa njiani katika ndoto hii walimpiga mawe madogo madogo huku wakiwa wanamcheka. Aliposogea mbele, alimuona mtoto mdogo wa kike akiwa anamnyoshea kioo. Ndani ya kioo kile ya kuona sura yake, bali aliona sura ya mzee Chimbo. Alilia kimya kimya huku macho yake akiwa yanawaka kama moto. Alipoamka alijikuta ametoa haja kubwa, na kitandani pia kulikuwa na haja ndogo hapo hapo. Jambo ambalo alikuwahi kutokea katika siku za nyuma. Ni miaka mingi sana hajawahi kufanya kitendo cha namna hiyo. Aliamka haraka haraka akaenda kujitawadha, lakini mama yake alikuwa hajagundua jambo lile, lakini alijua kwamba kuna kitu ndani ya chumba kile kilikuwa kimeharibika. Harufu ilikuwa mbaya sana. Mchana mmoja akiwa kwenye mto wa Lulando, alienda kuosha uso wake katika maji ya baridi. Lakini alipoinama kuona sura yake kwenye maji, aliona tu mvurugiko wa giza uliokuwa unacheza cheza juu ya maji yale, kana kwamba uso wake ulikuwa umefunikwa na wingu jeusi. Aligusa uso wake kwa haraka haraka. Uso wake ulikuwepo, ila kulikuwa na wingu ambalo lilikuwa linaashiria ndani ya maji yale. Sauti ndani ya kichwa chake ikaanza kusema, "Pole pole." Sauti hii ilikuwa lafudhi ya mzee Chimbu. Jiwe limeingia ndani. Damu imeweza kuisikia. Hakuna mponyaji wa dharau ya kijana kwa mzee. Siku ya 7 alianza kupata maumivu ya mgongo. Maumivu haya hayakuwa ya kawaida. Kila alipokuwa akinama, alihisi kama vile kuna mzigo ulikuwa umefungwa mgongoni. Alikuwa anajaribu kuelekea hospitalini. Hospitali hii iko hospitali ya Mission, lakini daktari alikuwa akishangaa sana. Daktari alimwambia kwamba mbona hamna jeraha, lakini mgongo wako unaonekana kama umebeba kitu kizito. Ni maumivu ya ndani kwa ndani. Aliombwa apimwe mgongo wake, kisha akapimwa pia mapafu, akapimwa moyo. Kila kitu kilionekana kwamba yupo sawa. Lakini maumivu yake alizidi kuendelea siku hadi siku. Siku moja aliamua kumweleza mama yake ukweli. Mama yake alikuwa mkimya sana. Alimuita na kumwambia, "Mama, mimi nilimpiga mzee kwa jiwe, mzee Chimbu, nikiwa nadhani kwamba ni michezo tu ya vijana. Lakini tangu siku ile
Mzee Chimbo alipata maumivu katika kichwa chake, na baada ya hapo naanza kujisikia kama vile maumivu yale ninayapata mimi. Lakini pia jambo lingine ambalo limenikuta, maneno aliyoongea Mzee Chimbo sasa yameanza kutimia. Sina kivuli, naota ndoto za ajabu ajabu usiku. Mara nyingine naota mbwa akiwa ananifukuza, mara nyingine naota watu wakiwa wananipiga mawe barabarani. Mama Truda alilia kimya kimya akamwambia, mwanangu, laana ya mzee ni kama mvua, itakunyeshea tu. Benedict aliamua kwenda msituni alipokuwa ameambiwa kwamba wazee ndipo huwa wanakimbilia. Benedict aliingia ndani ya pori lililokuwa kimya. Pori hili lilikuwa ni pori la mauti, lililokuwa limejaa vumbi na harufu ya miba. Aliita kwa sauti iliyokuwa nzito sana, Mzee Chimbo, Mzee Chimbo, naomba unisamehe. Lakini hakujibiwa. Alipofika kwenye mti mkubwa wa mkuyu huu uliokuwa umevunjika nusu, aliona kitu kilichokuwa kinamfanya apige kelele. Palikuwa na jiwe lile ambalo alikuwa amempiga nalo Mzee Chimbo, lilikuwa limetulia chini ya mzizi likiwa na matone mengi sana ya damu. Lakini bado jiwe lile lilikuwa liking'aa kwa namna ya ajabu. Alipojaribu kulichukua, mikono yake ilianza kuwaka moto. Mara ghafla akasikia sauti kutoka hewani, sauti iliyokuwa imejaa ukali na huzuni ndani yake. Mara ya kwanza ulitupa kwa dharau, mara ya pili ulitaki, lakini sasa jiwe hili ni lako, una la kuchagua. Ghafla jiwe lile liliruka lenyewe na kumbandika katika shingo. Benedict alipiga kelele, akaanza kukimbia porini bila kujua njia alipokuwa anaelekea. Ghafla alizimia mbele ya kichaka. Alipoamka alijikuta yupo kwenye kaburi lililokuwa wazi. Hapa sasa alijua kwamba kifo kilikuwa kimemkaribia. Usiku ulipofika, mambo yalizidi kuwa magumu zaidi. Ndoto zilizidi kuambatana naye. Katika kitanda cha Benedict alikuwa ameweza kutoa haja kubwa na haja ndogo hapo hapo. Unafikiri ni nini ambacho Benedict kinamfanya aweze kutoa haja kubwa na haja ndogo? Ni mambo ambayo anayaona ndotoni. Alijikuta akiwa katika msitu mnene. Msitu huu ulikuwa na watu ambao nyuso zao ni za kutisha. Ndani ya moyo wake walikuwa wanahitaji kuitoa roho yake kabisa. Viumbe hao walikuwa wamepewa nafasi na Mzee Chimbo waweze kucheza na Benedict mpaka pale atakavyodhalilika. Benedict katika ndoto hizi zilikuwa zikimtisha sana. Siku moja baada ya kujinyea kitandani, kile kilichofuata ilikuwa ni dharau. Alilala mpaka mama yake mzazi akaja kumwamsha. Ndipo akaja kugundua kwamba Benedict amejisaidia kitandani. Kifo cha Benedict kilikuwa ni cha kutisha. Baada ya kuruka kuanzia juu kitandani mpaka chini na kujitupa kichwa chake katika ardhi na kujibonda mpaka akakata roho. Kifo chake kilikuwa kinaongozwa na majinamizi yaliyokuwa ndani ya moyo wake, lakini pia katika ndoto ambazo alikuwa anaota mara kwa mara. Kwa kifupi, Benedict alipata msongo wa mawazo. Bana, basi mimi sitakuwa na la ziada katika simulizi hii. Usisahau kudondosha komenti yako hapo chini. Nitakapoiona nitafurahi sana. Bye bye for now.